Hili ni jambo kubwa ambalo linakwenda kubadilisha historia kuhusu usafiri kupitia katika mto huu. Na kwa hili la daraja tumpongeze sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni daraja ambalo limeweka tofauti na lile lililokuwepo la awali. Lakini pia tumeona na barabara sehemu ambayo ilikuwa na kona kali sasa imenyoshwa. Na Mheshimiwa Naibu Waziri ametuambia kwamba yako madaraja ya aina hii mengi ambayo yametengenezwa. Hii yote ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania katika maeneo ambayo yalikuwa yanaleta shida. Mkuu wa mkoa amenisimulia kwamba kuna siku walikwama upande wa pili kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 7 usiku. Hiyo ni taarifa moja tu. Kwa hiyo zitakuwepo taarifa nyingi za wananchi zinazohusiana na jambo hili. Na la pili, nimepokea hoja za Mheshimiwa mbunge. Na mimi niwaambieni, mko na mbunge makini sana na anafuatilia sana mambo ya hata jana amekuja kwa ajili ya mambo yenu. Tukiwa bungeni amekuja ofisini kwa ajili ya mambo ya jimbo lenu, na hasa kata hizi tatu. Kama kuna kata zinamzesha mbunge wenu, ni matatizo ya hizi kata tatu alizozitaja. Kila wakati anakuja anatoa kilio serikalini kwa ajili ya maeneo haya ambayo ameyataja leo hii. Sasa na nimeambiwa mojawapo ni hili la uchimbaji. Mheshimiwa mbunge, nimepokea jambo hili la uchimbaji, na hata nilipofika pale chama nilisikia taarifa za jambo hili. Meneja wa madini yuko, meneja wa madini, ninyi mmegawa kila eneo, mmewapa watu wakuja. Mnataka vijana hapa wachimbe wapi? Samani kidogo, labda niweze kuongea na kutambulisha. Hizi leseni ndogo za uchimbaji huwa tunatoa kwa wazawa. Sasa imekuwaje? Labda ambalo imekuwaje kila wanapogusa leseni? Mnampaje mtu mmoja leseni 100? Hii nchini yake peke yake? Mheshimiwa, labda ambacho nimezungumze ni hizi leseni za utafiti ambazo karibu leseni 90 tumeshazirudisha kwa waziri kwa ajili ya kuwapa watu maeneo haya. Lakini na hilo swala linaendelea kwa upande huo wa waziri. Na yeye mlikuwa mnataka hili jambo hata lisiongelewe? Hapana mheshimiwa. Hapana mheshimiwa. Hebu moja watu wanaojua hili jambo waseme. Mbeni moja wapo waseme. Wapeni waseme. Mtu huyo hapo waseme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa nafasi na kutuona pia. Jambo moja ambalo tunatakiwa tuzungumze kwa ukweli, na kwa mtu yoyote mwenye hofu ya Mungu lazima aseme haya. Kwanza, mpaka sasa tunashangaa kwa taarifa tulizokuwa nazo tusingeweza kuongea na wewe kabisa. Ndio maana nasema kuna vitu vingine wanavificha, hawataki kusema. Sasa mbunge wenu aliniambia wanataka nisiongee nanyi, nikamwambia nakuja kuongea. Tunashukuru kwa hiyo taarifa nzuri, na tunaamini kwa mbunge wetu. Karibu wakuu wa nchi, nafikiri tulianza na waziri mkuu mstaafu, mtendaji mkuu wa serikali wakati ule Majaliwa. Nao walifanya hivyo. Mbunge wetu alipambana, tukaja tukazungumza naye. Na kwa hii tumepata taarifa njema pia, umekubali kuzungumza na sisi. Tunaomba utusikilize angalau kwa dakika 5. Utapata kitu. Sasa twende kwenye hoja ya msingi sasa.
watu wa madini kama wanavyosema wanatoa leseni kweli kwa wazawa, lakini mtu mmoja anapata leseni zaidi ya 10 na kwa maeneo tofauti. Mpaka wakati mwingine wanaingia hadi kwenye mashamba ya watu. Unalima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaambiwa hapa kuna piero ya mtu. Sasa unashindwa kuelewa, mimi ndio mwenye shamba, alafu naambiwa napolima tayari kuna piero ya mtu. Na sheria za madini, mtu mwenye piero anakuwa na nguvu kuliko mmiliki wa shamba. Ndio matatizo yapo vijiji vya mbele kwa majirani zetu hapo Mtisi, Magula na kwingineko. Changamoto ziko hivyo hivyo. Sasa ni kwa sababu ya muda kujapata nafasi ya kuzungumzia vijiji vingine, wamekupa changamoto nyingi zaidi kwa wanaosa wa madini. Kwa mambo yako hivyo, na watu wakienda kulalamika kwa viongozi, wanaopewa favor ni wale wanaokuwa wanamiliki leseni. Labda sijui, usiseme labda kumsemea mtu uongo, labda kuna vitu wanatanguliza ndio maana wanakingiwa. Na baadhi ya viongozi wetu na watendaji wetu wa serikali hawafanyi kazi zao kwa weledi, ndio maana tunafika hapa tunapokuwa tumefika. Ndio maana wananchi wanafikia mahali wanasema wanaichukia serikali. Sio kweli, ni kwa sababu ya watendaji wabovu wa serikali wanaochaguliwa na rais, ambaye sisi wananchi kwa kura zetu tumemwamini na tunaamini anemchagua kuja kutusimamia naye ni mzuri, kwa sababu aliyemchagua sisi tumemchagua. Shida iko kwa watendaji. Dili na watendaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya mambo yatakaa sawa. Nirudi kwenye changamoto ya kwetu Starike, kijiji ambacho saizi upo na sisi ni wazaliwa wa hapa. Changamoto Mheshimiwa mbunge amekupa sahihi kabisa, lakini kuna kipengele kimoja tu kakisahau kidogo, ambacho ndio shida, na umma huu unauona wanakaa kusubiri kauli. Utasemaje kuhusu kipengele hicho? Kesi kweli iko mahakamani kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, na jitihada tumefanya kama wananchi, tumejichanga fedha zetu kutoka mifukoni, tumeweza kupata wakili akatuwakilisha vyema, lakini mwisho wa siku tumepambana kutengua hukumu ambayo ilikuwa inawapa mamlaka wenzetu wa upande wa pili, aliyosema Mheshimiwa mbunge watu 9 kulima kwenye lile eneo, zaidi ya ekari 1600 na pointi, wanalima watu 9, wananchi zaidi ya 900 hawana eneo la kulima. Sidhani kama kuna kiongozi duniani wa serikali anaweza karuhusu jambo hilo. Sasa shida iko wapi? Tumepambana, tumetengua, hukumu imetenguliwa na mahakama, na nakala ya hukumu iko hapa ya kutenguliwa hiyo hukumu iliyokuwa inawapa favor wenzetu. Mwisho wa siku, baada ya kupata hiyo, kamati ya kufuatilia mbuga ya kijiji ambayo tulichagua sisi wenyewe wananchi, na mwenyekiti wa kamati hiyo ni mwenyekiti wetu wa kijiji sasa hivi, walijua hilo. Sasa tulivyomaliza kutoka mahakamani, hukumu imetenguliwa, anayetakiwa kutumia eneo sasa nani? Changamoto ikaanzia hapo. Mwisho wa siku tukasema tusiingie mbugani pasi na utaratibu, tufuate vyombo vya ulinzi na usalama vitusaidie ni kwa namna gani tunaingia kwenda kulima kule. Kamati ikaenda kwa Mheshimiwa DC, na wakati walikwenda kwa Mheshimiwa DC, bahati nzuri mwanasheria wa halmashauri alikuwepo, wakalijadili, wakasema kwa muktadha huu ni kweli, basi lile eneo ili pasiwe na ugomvi. Noti point yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili pasiwe na ugomvi, watu wote wasiingie mpaka shauri lililoko mahakamani likae sawa. Atakayekuwa amepewa haki ya kuwa mmiliki halali wa eneo lile ndio ataingia kwenda kufanyia kazi kwenye eneo lile. Cha ajabu sasa, ambacho naamini hata wewe utashangaa, DC anasema na mwanasheria wa halmashauri wamependekeza kwenye kamati watu wasiende. Cha ajabu, mpaka anapokuambia dakika hii mpunga kule umesimama, anaelima nani kama sio mwananchi? Nani anaelima kule? Na amekwenda kulima kwa sauti ya nani? Jambo liko mahakamani, na tunasema tunaheshimu kila mhimili. Ina maana baadhi ya watendaji wa serikali wanashindwa kuheshimu muhimili wa mahakama. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu na mbunge, kule saizi watu wanalima hao 9 ambao ndio nani hilo eneo, wananchi hao wamekosa pa kulima, ndio wanataka kujua
ni kwa nini wale wananchi watu 9 kule wanalima na wananchi hawalimi? Wamepata ruksa kwa nani? Kama aliyewapa ruksa huyo ni mtu wa serikali, basi huyo ndio anatusumbua sisi, tunachelewa kupata haki yetu kwenye eneo lile. Imefikia hatua, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisifiche, kama kufa nitakufa siku moja, nimezaliwa mara moja, nitakufa siku moja. Mkuu wa mkoa imefikia hatua anaogopa kuja Starike kwa sababu ya kero hii. Ile takiwa hii kero isikie mahali iishe. Kapita Makonda, tumemwambia. Kapita Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa akatuambia hivi, nakwenda, nimekuja kuwasikilizeni wakati wanakwenda Mpimbwe, nimekuja kuwasikiliza. Mwisho wa siku haya malalamiko yenu na maoni yenu nampelekea Mheshimiwa Rais, atakuja na majibu mwezi wa 6 anapokuja kwenye ziara yake. Cha ajabu, kweli Mheshimiwa Rais alikuja, lakini kwetu alipita hapa, hawakutaka hata asimame dakika 5 azungumze. Alikwenda kuzungumzia Kibaoni. Sisi, mimi na gari yangu niliwata nikapeleka na mama hapo hapa kwenda kumwahi kule, tukakosa nafasi, tulipigwa pini na watu wa usalama. Yule mzungumzaji yule mkingeni asipata nafasi, nilikutana hiyo adha kule, hatukuongea, nikaenda. Leo unakuja wewe, tunaomba utusikilize. Mheshimiwa Waziri Mkuu Lameck Mwigulu Nchemba, wewe unakuwa mtu wa 4 kama sio wa 3 kusikiliza kero hii moja kwenye kijiji kimoja, kata moja. Shida inakuwa iko wapi kama sio watendaji wa serikali? Tunaomba majibu. Lakini pia kwa nafasi niliyoipata hii, naomba walau kwa dakika 2 tu nizungumze jambo langu binafsi, maana nikatoka hapa nikakosa nafasi tena. Mimi kupitia kusema ukweli huu unaosema, sio mara moja, nimekutana na changamoto nyingi. Mimi na chombo changu cha usafiri nafanya kazi ya kusafirisha abiria na mizigo kutumia Probox. Kupitia kusema ukweli, kwa kuwatetea wananchi wa kijiji chetu tunatoka na kata hii na mkoa mzima wa Katavi, nimepata changamoto Mheshimiwa. Mara ya kwanza ni kweli nakiri, kwa sababu kweli ni mpenzi wa Mungu, nilikamatwa na TFS, nilikuwa nimebeba mkaa, kimsingi ni kosa, nikapelekwa sehemu inayostahiki, tukazungumza ile jambo. Mwisho wa siku napokuja kuwalaumu TFS ni sehemu moja tu, walishindwa kufikia wakati kutekeleza sheria, kwa sababu kosa lilofanya na sheria inaelekeza adhabu. Tunakwenda mahakamani hapo, nimebeba mkaa gunia 8 kwenye Probox, na kwenda TFS wananiambia atakao lipe faini milioni 5. Hata walipa milioni 5, gari yangu imenunua kwa thamani ya milioni 17, nalipa milioni 5, na kazi naofanya ya kubeba abiria shilingi 3,000 na kutoka hapa kwenda Mpanda. Hiyo milioni 5 naipata wapi ya kutoa chombo kama hawataki kunitaifisha? Lakini sheria 88 na 89 ya TFS, ukikamatwa na mazao ya misitu hususan mkaa, unakutwa na makosa mawili. Kwanza, umepokea mazao ya misitu bila kibali, na pia umeasafirisha. Makosa mangapi? Mawili. Adhabu yake sasa kwa makosa, na ndio TFS wako hapa atakuja kutoa ufafanuzi kama ni wa kweli. Faini yake kwa mzigo uliobeba isiwe chini ya 100,000, maelekezo hayo, na isiwe juu ya milioni 1. Milioni 5 inaingiaje? Nikasema jamani, siwezi kuilipa, labda kama mnataka mchukue gari yangu. Nikarudi nyumbani na bili, wakapunguza bili, wakaniprintia bili ya milioni 3, bado haipo kwenye sheria hizi na kufafanua. Nikarudi nyumbani nikakaa nikakufa njaa, nikabaki kuwa naomba kwa sababu ndio kazi yangu. Mwisho wa siku nikapambana. Baba yangu mzazi mstaafu leo Amos alinitumia milioni 1, nikaenda nikalipa pale, sina hata 100. Gari nimekaa miezi 2 TFS, nikalipa nikatoa gari. Juzi hata miezi 2 haijaisha, inaniuma sana. Wanataka kuniua na njaa. Nimeshikwa tena na mawe kubeba ni makosa. Mawe kubeba ni makosa. Mpaka leo niko polisi pale. Watu walionishika ni watu wa TANAPA.
mpaka leo haijulikani kesi inaenda mahakamani, kesi inaenda wapi sijui. Leo ni mwezi wa pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakula nini? Kazi yangu ndio hiyo, na pale nilipo ndani sina chochote, sina kitu hapa mfukoni, sina hata 100. Kila kitu anabeba. Sasa nini? Gari yangu ndio ujira wangu. Leo mimi niende wapi? Nimepakia mzigo wa mawe nje ya hifadhi hiyo la Simba hapo. Ikikupendeza, najua unaelekea hada Mpimbwe, utakwenda kuona jiwe la Simba. Siko nje mpaka hifadhi JFS na TANAPA. Nimekuja kushikiwa Kadaya Kakwapo, ambapo mkuu wa mkoa kalimshinisha siku nzima, alijaba kuliko na daraja ikiwezekana kimpendeza Mungu pamoja na Mheshimiwa Samia atujengee na hiyo daraja liko hapo. Kwa hiyo msaidie Mheshimiwa Waziri. Haya, nimekusikia. Tukitoka hapa, anayeshikilia hiyo gari mpeni gari na mawe yake, tulimaliza hilo. Nani ameshikilia? Iko wapi? Iko kwa nani? Gari ipo polisi pale mpaka saa hizi. Usidii kwa wapi? Usidii kwa wapi? Kituo gani? Kamanda, mkitoka hapa waelekeze wakampatie gari hiyo na mawe yake. Haya, jambo la pili, nimepokea ile la uvuvi. Tuko na naibu waziri wa maliasili. Mheshimiwa naibu waziri, hebu njoo tupe maelezo ili likoje. Stalike oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuongea na wavuvi wenzangu. Maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua nami ni mvuvi. Wanastalike, ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, mto huu umeingia kwenye hifadhi, na kwa sasa serikali imeamua tusitumie shughuli za uvuvi mpaka hapo ambapo tutakaa pamoja serikali na halmashauri ili tushauriane nini cha kufanya. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ipo hatua ambayo tumefanya. Tunatarajia kujenga bwawa ambalo wananchi watatumia, na tayari sasa milioni 536 zimeshatengwa kwa ajili ya ujenzi ya bwawa hilo. Tunachosubiria, inatakiwa wananchi ambao wanamiliki lile eneo kwa halali kabisa watakiwa walipwe fidia yao. Tunasubiri halmashauri watuletee tathmini yao, waanze kulipwa. Wakishalipwa tu ujenzi huo unaanza, kwa sababu fedha hiyo ipo tayari, imeshatengwa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huyu hapa tulishamruhusu. Mmempata OCD? Yuko wapi? Nani yuko hapo mwingine? Nani ambaye yuko hapo? Yuko wapi yule kijana? Kile kituo kiko mbali kiasi gani? Na 5 tu sizozidi. Kilomita 35? Ndio. Nilishataka nikutume ukailete sasa hivi. Basi tukimaliza hapa uende kuchukua. Nashukuru Mheshimiwa Waziri, Mungu akupe maisha marefu. Na ikipendeza, naomba nije kuwa mgeni wako bungeni. Bungeni, karibu sana. Na leo baadaye jioni nikisharudi uje na hiyo gari nione. Uje nilipofikia hapo. Haya. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina anaitwa Christopher Vitalis, ni mzawa hapa. Kifupi, mimi nitaongelea upande wa athari za hapa kijijini. Kwanza alipoongelea kuhusu machimbo, kuna athari kubwa wanapochuja kemikali yao. Kuna mto huwa wanamwaga yale masumu kwenye mto,
samaki zinakufa, watoto wetu wanaenda kuogelea hapo mtoni. Kuna athari gani zitawakuta ndani ya miaka 5 mbele? Hilo naomba ulifanyie kazi. Na upande wa mbuga anaongelea kwenye upande wa athari. Yaani hawa wanaomiliki hiyo mbuga kwa sasa sijui ni watu wa serikali gani. Yaani naona ni zaidi ya serikali ya Tanzania, kwa sababu wana nguvu kubwa sana. Watu wanapigwa risasi, watu wanapigwa, wanauawa huko mbugani. Watu wengine ni walemavu mpaka saa hizi kwa sababu ya hiyo mbuga. Sasa hawa watu wana nguvu gani? Ni wakina nani? Mimi siamini kabisa kupitia serikali yako kwamba hawa watu wameshindwa kudhibitiwa. Kauli yako ni sheria, naamini katika hilo, pamoja na rais. Mnaweza kumaliza hii shida, na ndio wanaosababisha kuonekana serikali haifanyi kazi kwa sababu ya watu wachache. Twende kwenye mbuga hii hifadhi. Yaani hifadhi badala ya kuwa baraka inakuwa laana. Umanibata mheshimiwa? Yaani hifadhi kwetu sisi ni baraka, lakini imegeuka kuwa laana. Kila siku watoto wetu wanapigwa risasi na watanapa. Mambo ya ujirani mwema hakuna. Sijui mhifadhi ujirani mwema anafanya kazi gani? Hii hifadhi, mimi nimezunguka hifadhi nyingi kuanzia Ruaha National Park, Mpembe, Mikumi, Kikoboga pale. Ndani ya hifadhi wana shule, wana zahanati, wana huduma zote za msingi. Lakini hifadhi haina shule, haina zahanati. Watoto wao wanasoma hapa. Ukienda kuiona baba shule yatoka mwaka 74. Na hii hifadhi imefunguliwa mwaka 74. Kijiji cha Starike kabla ya hapo kilikuwa ndani ya hifadhi huko Kapirura, huko Kasongwa, ndio kijiji kilianzia. Kijiji kikatoa kikaipa hifadhi kwamba jamani tuwakaribisha ndugu zetu kwa ajili ya uhifadhi. Kipindi ile ilikuwa ni game. Wakatuhamisha kutoka kule kwa sababu wameendelea kuleta kwa sababu na barabara. Tulikuwa tunavua samaki. Sisi watoto wetu tumezaliwa hapa, tunaogelea humu mtoni, tuna fly. Leo hii ukionekana umegusa mto unakula chuma. Watu wa usalama hawafuatilia hata kujua kwamba hiki kijiji kina athari gani, au waje wakena wananchi wajue kero zao. Hawana hiyo. Sasa tunataka kujua hawa hifadhi, hawa National Park, hawa bajeti zao za shule na zahanati wanazipelekaje wapi? Kuna zahanati hapo, hata ambulance wanayo huko polini. Watoto wao wanasoma hapa, lakini wanaishi na sisi kama vitani. Yaani huyu anasema wapi Kivu ikasome. Wanyama muda wote wako kijiji, wakila mazao yako haulipi hata 10. Mama zetu wanapigwa na nyatu, wanakufa humu kijijini, hawahusiki. Lakini wenyewe kuvuka mipaka yao hii kuja huku kufanya chochote ni halali yao. Sasa kuna ujirani mwema hapo. Sasa hii kitu inaumiza watu. Unajua tu binadamu ana kichaa chake. Unapofikia sehemu ile hali ikishindikana kabisa, anaona kama la kuwa liwe. Kwa sababu kwa tu watoto wanazidi kujaza masumu tu ndani ya mioyo. Na ukionekana unasema ukweli utaletewa meno ya tembo, wewe ni jangili sugu. Wanakuja ukabata, wanakunyepa. Sasa hii nini? Mkuu wa wilaya ameruhusu watu wakalime, wanaambia polisi waje watulinde. Polisi hawana muda. Matokeo yake watu wamepigwa na wengine wamekufa, anatibiwa na pingu. Raia huyo alienda kuangalia shamba lake, aliogawa na mkuu wa wilaya. Sasa hii nini maana yake? Naomba ulinzi wako mheshimiwa. Naomba kabisa unisaidie, unipe ulinzi, kwa sababu hii kitu sio ya kawaida kabisa, hata kufikiria kwenye akili za kawaida. Naomba utusaidie huu mto huu, maana ndio maisha yetu. Watoto wetu wanavua samaki, wanapata riziki. Utusaidie mheshimiwa waziri mkuu, ulimalize hili tatizo ili watu wapone mioyo yao. Watu wa Starike wana uvumilivu na wako vizuri, na wanavyotuona sisi wanatuchukulia kama mapimbi fulani sijui. Mahitaji yao National Park wengi, asilimia karibu 60 tunao umuhimu sana. Lakini kwenye changamoto hakuna maji, hawajashiriki chochote kuanzia shule mpaka zahanati. Hawashiriki chochote, wamekaa tu hivi.
Sasa hivyo vibunda wanapelekaza watu kwenye bajeti zao za elimu zao na nini na maji na nini, wana magreda yao, hata kusema wajitolee wataficha labda baadaye na vita hawafanyi. Alafu kila siku wanatupelemba, wanataka wahamishe mpaka wapeleke mbara. Tunataka tujenge geti. Nani kaambia wazara jenge geti? Geti jenga huko kwako. Haya bwawa la samaki lina uwezo wa kutulisha sisi samaki, kwa sababu tunazaliwa miaka ya nyuma na tunafahamu hata historia. Kulikuwa samaki huko, moto kulikuwa watu wanavua samaki, wana relax. Kama ni mambo ya usalama, si ndio maana kama unaishi vizuri na watu, mambo ya ulimwema, watakupa taarifa zote. Bwana, kuna asali 1 2 3, tushirikiane tutoe taarifa hili 1 2 3. Inawezekana, lakini wenyewe ni ubabe kwenda mbele. Yaani umeshajiona kama wenyewe ndio wa mwisho wenye mamlaka. Hawana msaada na hiki kijiji. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu utusaidie kwa hilo, na Mungu akubariki kwa haya niliyosema. Nasema asante sana. Asante. Sasa ngoja nitoe maelekezo machache kwa sababu hoja nimeshazipokea. Mnaonaje? Moja, jambo la madini. Nimwelekeze waziri wa madini aje hapa kabla ya bunge kuanza. Mwenyekiti wa kijiji, Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mbunge, pangeni huo mkutano, wasiliana na Mheshimiwa waziri, mje hapa mliongee hilo jambo la madini na liishe kabla ya bunge kuanza. Bunge linaanza tarehe 31. Kuanzia leo mpaka tarehe 31 waziri wa madini atakuwa amefika hapa na wataalamu wake, kuanzia wale wa juu na wanao saini, ili maeneo yale ambayo yanahitaji wananchi wapate maeneo ya uchimbaji, waje wayamalize hapa na wananchi wapate eneo la kuchimba. Na mimi nitapata taarifa sababu ndio bunge litakuwa linaanza. La pili, limeongewa kwa mapana sana jambo la ardhi, na mimi limenipa maswali mengi sana. Hawa waliouza hilo eneo wako wapi? Kwa sababu hawa watu hawajafika tu wakaweka beacon. Hawa waliouza wako wapi? Wako wapi hawa watu waliouza? Ili eneo limeuzwa lini? Mheshimiwa diwani aliyepita na ndo wameendelea, ama tuna diwani mpya? Diwani yuko wapi? Diwani mpya? Yule aliyepita yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji, mkuu wa wilaya, ni nani aliyeuza hilo eneo? Na kwa nini shauri liko mahakamani na watu wengine wanalima? Tuambie, kwa nini watu wanalima na shauri liko mahakamani? Wao nani kawapa hiyo haki? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kuhusiana na swala la kesi, baada ya kuzungumza na wakili ambaye anawatetea wananchi, kulingana na namna hukumu ilivyotenguliwa, mahakama haikuelekeza nani alitumia lile eneo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na wakili, nani alikuwa ameshtaki? Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hiyo kesi hao watu 91 walishtaki wananchi 129. Kwa hiyo baada ya kutolewa kwa hukumu, ilitolewa baada ya kusikilizwa kwa upande mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kutenguliwa kwa hiyo hukumu ambayo ilihukumiwa kwa kusikiliza upande mmoja, mahakama haikusema nani atumie ile eneo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na wakili ambaye anatetea wananchi, alitoa mambo mawili. La kwanza, alisema wananchi wanaweza kwenda kuomba maombi mengine madogo ya kuomba mahakama iseme nani atatumia hilo eneo au libaki bila kutumika na mtu yoyote. Kesi iliyokuwa imetenguliwa ilikuwa inahusu nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesi iliyokuwa imetenguliwa ilikuwa imehusu kuwapa ushindi wananchi 91 dhidi ya wananchi 129 kwa ekari 3,515. 91 ni wapi na 100 na... Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wanaposema kwamba kuna wananchi 9 wanalima,
upo uhalisia kwa kiasi fulani, kwa sababu wale 91 walioshtaki uhalisia hatujawahi kuwaona hao 91, lakini kilichoamuliwa mahakamani ni hukumu kati ya wananchi 91 walioshtaki dhidi ya wananchi 129 katika ekari 3515. 129 ni wapi na 91 ni wapi? 91 ndio hao walioshinda kesi, 129 ni upande wa wananchi. Mwanasheria yuko wapi? Mwanasheria, hebu tuambie hilo jambo likoje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwaka 2019 kulikuwa na wananchi ambao ni wenyeji wa hapa waliokuwa wanauza ardhi kwa wananchi wengine wanaohama kutoka kwenye maeneo mengine kuja hapa Stariki. Miongoni mwa walionunua ni kati ya hao wanaosemekana ni wananchi 91. Hao wananchi baada ya kuwa wamenunua walianza shughuli za kilimo kwenye eneo hilo la mbuga, lakini ilipofikia mwaka 2020 ilionekana kwamba kuna baadhi ya wananchi hawana maeneo ya kulima. Ikaonekana kwamba wale wananchi 91 ambao walikuwa wananunua kwa wananchi wengine wenyeji, kwamba hao walio wengi hawakuwa na taarifa na serikali ya kijiji haikuwa na taarifa kwamba kuna ardhi hiyo ilikuwa inauzwa. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wakati huo alipopita hapa alipata hiyo kero kwa wananchi, akaelekeza mkurugenzi aunde timu ya kufuatilia hiyo kero. Baada ya timu hiyo kuundwa, ikabainika kwamba ni kweli wale wananchi wachache waliuziwa kinyemera pasipokuwa na uhalali, kwa sababu eneo lile halikuwa eneo lao halali. Baada ya hapo maamuzi ya mkuu wa mkoa akaelekeza kwamba basi wananchi wengine pia wapewe, kwa maana ya kugawiwa na serikali za vijiji vya Starike na Igongwe. Baada ya kuwa wamegawiwa, wananchi mwaka 2020 walianza kwenda kufanya kazi kwenye eneo hilo la mbuga. Baada ya hapo, wale wananchi wachache walionunua wakaona kama vile wamevamiwa, na hivyo wakaamua kwenda kufungua kesi mahakamani, Mahakama Kuu. Na hii kesi ni kesi namba 1 ya mwaka 2020. Kesi ile baada ya kuwa imefunguliwa ilisikilizwa upande mmoja. Ilisikilizwa upande mmoja kwa sababu wananchi wale walioshtakiwa kama alivyosema mkuu wa wilaya, wananchi 129, baadhi walipewa samasi za kuhudhuria mahakamani, lakini hawakufanikiwa kutoa utetezi wao. Wananchi, naomba msikilize, nimesema baadhi, wengine hawakupewa taarifa. Baada ya hapo kesi ikawa imeruhusiwa kusikilizwa upande mmoja, na baada ya kuwa ushahidi wa upande mmoja umekamilika, mahakama ilitoa hukumu ya upande mmoja kwa kuwapa haki hao wananchi 91. Wale wananchi wachache ambao hawakupata taarifa, baada ya kupata taarifa kwamba kuna kesi ilihukumiwa, waliamua kufungua maombi madogo ya kuomba kutengua hiyo hukumu ya upande mmoja. Maombi yao yale yalisikilizwa na yalitolewa uamuzi, ambapo mahakama ilikubali kuwaruhusu kwamba wana haki ya kusikilizwa. Baada ya kuwa hukumu ile imetenguliwa, mahakama sasa ilitoa fursa kwa wananchi wote wanaohusika na hiyo kesi, kwa maana ya wale 91 dhidi ya wale 129 waweze kuwasilisha utetezi wao mahakamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesi tayari imeshapangiwa tarehe. Bahati mbaya Mheshimiwa jaji aliyekuwa anaisikiliza
alipata majukumu mengine ya kusikiliza kesi za mauaji. Kwa hiyo ikawa inaendelea kusubiri kupangiwa tarehe nyingine kwa ajili ya kuanza kusikilizwa. Kwa mara ya mwisho kwenye mfumo inaonyesha kwamba itaanza kusikilizwa tarehe 19 mwezi huu, siku ya Jumatatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na maelezo hayo, upande wa mahakama wako tayari kusikiliza kesi hiyo, na kama Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alivyoeleza, wakili yuko anasimamia kesi hiyo, na sisi kama halmashauri tunashirikiana naye kwa sababu serikali ilishawahi kuomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo kupitia kwa wakili mkuu wa serikali. Mahakama ikakataa kwamba tayari serikali ilishagawa ile ardhi kwa wananchi, kwa hiyo haina maslahi tena na ardhi hiyo. Kwa hiyo tukawa tunabaki tunasaidiana na wananchi kupitia kwa hiyo wakili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Kwa nini kama ilishatenguliwa, kwa nini wengine wanalima na wengine hawalimi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ni nzuri. Kama alivyoeleza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwenye ile amri ya kutengua hukumu, mahakama haikuelekeza kwamba kwa kuwa sasa kesi imetenguliwa basi atakaye lima labda ni fulani. Iko kimya. Lakini kwa utaratibu, Mheshimiwa